Karibu katika jambo la leo la Aprili 15 mwaka 2026. Tumeugawa mwezi 15 leo. Leo ni 15. Ndio, tuendelee kuhesabu hizo zilizosalia. 15 nyingine au 16? Hivi ni 16? 15 kwenye 16 fulani. Haya, karibu sana. Mimi ni Esther Chilat. Nami ni Irene Kishoma. Machache kati ya mengi utakayosikia hapa ni pamoja na haya. Tukio la mwanaume mwenye umri wa miaka 36 kufariki dunia baada ya kushambuliwa na kiboko katika bwawa la Igombe, manispaa ya Tabora. Wanawake watajwa kuwa kwenye hatari kubwa ya zaidi ya kuugua tezi ya shingo kuliko wanaume, huku takwimu zikionyesha kuwa wagonjwa 9 kati ya 10 ni wanawake na 12 kati ya 100 wakiwa kwenye hatari hiyo. Israel na Hezbollah zakabiliana tena kwa risasi siku moja baada ya mazungumzo ya kihistoria kati ya serikali za Israel na Lebanon. Pamba Jiji yatangaza kufanyia kazi makosa ya mchezo dhidi ya Yanga Sports Club kuelekea pambano lake na TRA United. Mwanamaisha Fresh unaweza kufuatilia pia jambo la leo mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz, lakini pia kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao mbalimbali ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok kwa kuandika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Serikali kupitia Wizara ya Madini Tanzania imefuta jumla ya leseni 40 za utafiti wa madini zilizokuwa zikishikiliwa na wawekezaji walioshindwa kuziendeleza na kuzirejesha serikalini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuhakikisha rasilimali za taifa zinatumika kwa tija. Gideon Grigori na taarifa zaidi. Hatua hiyo imekuja kufuatia ukaguzi uliofanywa na Tume ya Madini ambao umebaini kuwa baadhi ya wamiliki wa leseni wamezishikilia kwa muda mrefu bila kuendeleza shughuli za uchimbaji, hali inayokwamisha juhudi za maendeleo katika sekta hiyo. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameeleza kuwa serikali haitovumilia uwekezaji usio na tija na kwamba leseni zote ambazo hazitoendelezwa zitafutwa ili kupisha wawekezaji wenye uwezo wa kuzitumia ipasavyo. Leo nimewaita hapa kuwajulisha kwamba tulitoa hati za makosa kwa wale wote ambao walishindwa kukidhi matakwa ya sheria, na inanilazimu leo kutoa maelekezo ya kufuta leseni za utafiti kwa mujibu wa sheria. Na leseni ambazo tunazifuta leo zina eneo la ukubwa sawa na kilomita za mraba 900, ambao ni sawasawa na ekari 188,163. Haya maeneo na yarudisha serikalini. Aidha, Waziri Mavunde ametoa onyo kwa baadhi ya wachimbaji wadogo kuvamia kwenye maeneo yenye leseni halali, akitaja kuwa hali hiyo inachangia kusababisha migogoro na athari kwa wawekezaji wenye leseni halali. Serikali imebaini kwa masikitiko kuwepo kwa tabia inayoongezeka hivi sasa ya baadhi ya wachimbaji wadogo wasio waaminifu kuvamia maeneo yenye leseni halali za madini. Vitendo hivi vimesababisha migogoro, hasara kwa wawekezaji halali, pamoja na kuvuruga utaratibu wa usimamizi wa sekta ya madini. Kutokana na hali hiyo, natoa onyo kali kwa mtu yoyote au kikundi chochote kinachojihusisha na uvamizi wa maeneo yenye leseni halali kwa kigezo cha kuifanya kuwa gold rush. Tabia hiyo inakemewa vikali kuanzia hivi sasa, na ni marufuku kuvamia maeneo ya leseni za madini kwa sababu yoyote ile. Utaratibu wa utoaji wa leseni za madini upo wazi katika sheria yetu ya madini. Kutoka Dodoma, Gideon Gregori, Jambo FM. Katika mitaa mbalimbali ya mkoa wa Singida, changamoto ya ajira kwa wanawake na vijana imekuwa ikitajwa mara kwa mara. Matumaini mapya yanaonekana kuchomoza kupitia shughuli za kila siku katika soko la vitunguu Misuna, mahali ambapo jasho la vijana na wanawake linageuka kuwa kipato halali. Kwa namna gani? Taarifa yake Saulo Steven kutoka mkoani humo inaeleza. Tukiongelea haswa ajira katika serikali yetu, soko hili linaboresha sana, linaingiza sana ajira nyingi. Ajira za hapa zinakuwa ni nzuri, inatusaidia kwenye familia zetu. Jambo FM imefika katika soko la vitunguu Misuna linalojulikana kwa biashara hiyo, soko ambalo limekuwa kivutio kwa wafanya biashara katika maeneo mbalimbali ya nchi na hata nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo hali hii imeongeza mzunguko wa fedha na kutoa fursa ya ajira kwa wanawake na vijana ambao kupitia Jambo la leo wanazungumzia namna ambavyo soko hilo limekuwa mkombozi wao. Soko hili
unavyoona hapa, maelfu ya watu wako hapa ndani. Soko linaingiza watu mpaka 3,000. Kila mmoja yuko kwenye shughuli zake. Kama unavyoona, wakina mama wanachambua, kuna vijana wa kugonga, kuna vijana wa kubeba kama vibega, kuna vijana wa kureki. Kwa hiyo tukiongelea haswa ajira katika serikali yetu, soko hili linaboresha sana, linaingiza sana ajira nyingi. Ajira za hapa zinakuwa ni nzuri na kila mtu anapata kipato chake vizuri, vitengo vyote na kadhalika. Inatusaidia kwenye familia zetu. Tunapofanya kazi tunakizi kusomesha watoto na chakula. Kwa kweli ajira hapa ni nzuri. Wewe mwenyewe unatazama wakina mama wote wanaofanya biashara. Wote hata akija nani lazima apate riziki ya kwenda kula. Wote wa mama, vijana wa kureki, vijana wa kazi, vijana wa kugonga, na watu wanapata fursa ya kupata mahitaji. Mimi ni mchambuzi wa vitunguu. Fursa ni nzuri. Haina shida. Kwa hiyo tunapata watu kama hizo ni 2,000 gunia. Hizi mahitaji yetu. Mimi nafanya kazi ndogo ndogo kama za kureki. Fursa ziko vizuri na tunafanya kazi, tunapata hela na tunajikimu vizuri. Kwa hiyo fursa ziko hazina shida kabisa na vijana tunanufaika. Idi Mwanja ni mwenyekiti wa soko la vitunguu Misuna, anasema kuwa mipango madhubuti pamoja na ulinzi shirikishi katika soko hilo imekuwa chachu ya vijana na wanawake katika mkoa wa Singida kufanya kazi kwa utulivu kama vile uchambuaji, upakiaji, upakuaji pamoja na usafirishaji wa vitunguu, hivyo kujipatia ajira na kipato halali kupitia soko hilo. Hili soko limebeba ajira ya watu wengi sana. Kwa hiyo imekuwa ni fursa. Kwa mfano, kina mama hao waliokaa wanachambua kwa gunia ni shilingi 2,000. Kuna vijana wa kushona, kuna vijana wa kubeba, kuna vijana wa kupakia, kuna supply, kuna watu wanaopokea wakulima. Kwa hiyo ni fursa ya mkoa mzima na wakulima wanapata bei nzuri kwa sababu hawanyanyasiki tena. Kuna kitu kibaya kama unavuna, unaanza kumsubiria mkulima nyumbani, hujui utauza wapi. Sisi tunavuna, tunajua mahali, na soko letu ni soko la kesho, sio soko la kumfanya mtu aambiwe rudi kesho urudie hela zako. Unamaliza kuuza, unafungiwa hesabu, unarudi nyumbani ukiwa umeshikilia hela zako mkononi. Hapa kuna utulivu, kuna haki na amani, inakuwa moja ya nguzo ambazo zimeshikilia eneo letu hili. Soko letu halilindwi na maaskari bali tunajilinda wenyewe, na ni soko la masaa 24, halifungwi. Mtu ukichoka unarudi nyumbani. Ni dhahiri kuwa uwepo wa soko la vitunguu katika mkoa wa Singida ambalo kufanya kazi kwa saa 24 umeendelea kuwa chachu ya maendeleo kwa kutoa ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Kutoka hapa soko kuu la kimataifa la vitunguu Misuna mkoani Singida, hii ni 101.1 na hili ni Jambo la Leo. Jina langu ni Saulo Steven, Jambo FM. Mahakama ya Rufani mkoani Dodoma imeondoa zuio kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema la kutofanya shughuli za kisiasa lililowekwa na Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam. Jopo la majaji watatu wa mahakama hiyo, Jaji Agustin Mwarija, Jaji Isa Maigi na Jaji Abraham Mwampashi, wametoa uamuzi huo leo katika mahakama hiyo. Uamuzi huo umetokana na mashauri ya mapitio ya mahakama yaliyofunguliwa na mahakama yenyewe kutokana na kesi ya msingi ya madai ya mgawanyo usio sawa wa rasilimali za chama kwa bara na Zanzibar. Awali kesi hiyo ilifunguliwa Mahakama Kuu ya Dar es Salaam na makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Said Isa Mohamed pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini ya chama kutoka Zanzibar ambao ni Ahmed Rashid Khamis na Maulida Anakomo. Jambo la kimataifa, Israel na Hezbollah zimekabiliana tena kwa risasi leo Jumatano, siku moja baada ya mazungumzo ya kihistoria kati ya serikali za Israel na Lebanon kuanza huko Washington, Marekani. Jeshi la Israel halijatoa kauli yoyote kuhusu ripoti hiyo, lakini limesema ni operesheni za ardhini zilizolengwa pekee ambazo zimekuwa zikiendelea kusini mwa Lebanon zikilenga kulinda idadi ya watu kaskazini mwa Israel. Wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran wamedai kuhusika na mashambulizi kadhaa kaskazini mwa Israel ambapo ving'ora vya kutoa onyo vilisikika, huku jeshi la Israel likisema limerekodi takriban makombora 30 kutoka Lebanon mapema leo Jumatano. Kwa mujibu wa vyanzo vya Marekani, mazungumzo ya moja kwa moja yanatarajiwa kuendelea na yanaweza kusababisha makubaliano ya amani kamili. Na katika michezo, kocha mkuu wa timu ya Pamba Jiji Francis Baraza amesema amefanyia kazi makosa yaliyotokea katika mchezo uliopita wa ligi kuu dhidi ya Yanga uliochezwa katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza wiki iliyopita. Amezungumza hayo wakati wa maandalizi ya mchezo wao dhidi ya TRA United utakaochezwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karume jijini Arusha, utakaochezwa siku ya Ijumaa majira ya saa 11 kamili jioni.
Tulipoteza kwa Coastal kutokana walituzidi zaidi. Vijana wangu naweza sema kuwa wale ambapo wakupata maybe ile chance ya kucheza katika ligi yetu, nafikiri niliwatumia majority. Kuna vitu vile ambavyo nilichukua kwao na naona kuwa hatujapotea, tunaenda vizuri. Ndio walipoteza ni mistake kidogo za kibinadamu, ambapo baada ya mchezo huo kesho yake tulipata time kufanya mazoezi uwanja wa Tanga. Tunaendelea kuifanyia kazi ile makosa ambapo yalifanyika, tukaconcede goli 2. In general timu wako vizuri, preparation naweza sema so far so good. Tumefika Arusha na tunaendelea bado na mazoezi yetu, jaribu kuangalia vijana, mmoja yao iko juu na kila mtu ashaonesha kuwa yuko ready katika mchezo wetu na TRA wa siku ya Ijumaa. So tunafanyia kazi pale walikuwa nakosea. Katika msimamo wa ligi kuu msimu huu timu ya Pamba iko nafasi ya 6 na alama 26 na TRA United iko nafasi ya 7 na alama 24. Tunaombea kila laheri Pamba Jiji. Kwa kweli. Maana yake tunajua tunapoiona Pamba Jiji Jamukaya tunajivunia. Tumo humo. Na hivyo ndivyo tunavyoweka nukta jambo la leo. Miongoni mwa waliosikika jioni hii ni pamoja na haya. Tukio la mwanaume mwenye umri wa miaka 36 kufariki dunia baada ya kushambuliwa na kiboko katika bwawa la Igombe manispaa ya Tabora. Wanawake watajwa kuwa kwenye hatari kubwa zaidi ya kuugua tezi ya shingo kuliko wanaume, huku takwimu zikionyesha kuwa wagonjwa 9 kati ya 10 ni wanawake na 12 kati ya 100 wakiwa kwenye hatari hiyo. Israel na Hezbollah zakabiliana tena kwa risasi siku moja baada ya mazungumzo ya kihistoria kati ya serikali za Israel na Lebanon. Na Pamba Jiji yatangaza kufanyia kazi makosa ya mchezo dhidi ya Yanga Sports Club kuelekea pambano lake na TRA United. Asante kwa kuungana nasi. Shukrani kwa wote waliofanikisha jambo la leo. Mimi ni Irene Kishiwa. Nami ni Esther Chilato, na wakati mwema.